Sherehe ya Media Day ambayo imefanyika kwa siku 2 ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa ilihitimishwa kwa sherehe ya usiku iliyofanyika kwenye hoteli ya Bwani Beach, ambapo iliwakutanisha wanafunzi wa ngazi zote, fani ya uandishi wa habari pamoja na wakufunzi chuoni hapo. Sherehe ilianza majira ya saa 3 usiku baada ya waalikwa wote kuwasili eneo la tukio, kisha keki ikakatwa. Baada ya keki kukatwa na wote kushiriki katika zoezi la kulishana keki, mkufunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa idara ya uandishi wa habari, Mwalimu Remi Akaro, akimwakilisha mkuu wa idara, aliwapongeza wanafunzi wote walioshiriki katika sherehe hii na kuwaasa wanafunzi kusherehekea vizuri kwa amani na utulivu. Kwa leo nafikiri tumekamilisha. Nafikiri hilo ni swala la kujipigia makofi sana sisi wanafunzi. Jambo lingine ni kwamba mkuu wa idara Mr. Alois Mohamed anawasalimia sana, anawaambieni mtumie taratibu, msherekee taratibu, mcheze muziki taratibu, na mwisho muweze kurudi nyumbani Jumatatu wote tuwepo chuo. Kisha tukio lililofuata ni chakula cha pamoja. Baada ya kufurahia chakula, tukio lililofuata ni kucheza muziki wote kwa pamoja. Baada ya matukio hayo yote, tukapata nafasi ya kufanya mahojiano kuhusu namna sherehe hii ilivyofanyika. Katibu wa sherehe hii, Leonard Mkamba, ambaye pia ni katibu msaidizi wa Chama cha Waandishi wa Habari Chuo Kikuu cha Iringa, ameeleza namna ilivyokuwa ngumu kuandaa sherehe hii, lakini pia amewaasa viongozi wapya waliochaguliwa kushirikiana kwa pamoja kwenye kila jambo ili lifanikiwe. Imeniwia vigumu sana kwenye mpaka ile jambo kulianzisha, kwa sababu ilikuwa ni kazi kubwa sana. Kwa sababu mojawapo ya changamoto ilikuwa kukosa ushirikiano na kamati wenzangu. Maana jambo tumeratibu watu 2 mpaka 3. Kwa ilikuwa ni kazi sana kuhakikisha jambo linaenda. Lakini namshukuru Mungu mpaka hivi sasa tumeliendesha na linaelekea pazuri, na ndio maana tuko hapa tunasherehekea. Kwa viongozi wachache ninachoweza kuwashauri ni kwamba uongozi ni mgumu na uongozi ni gharama. Na kuna changamoto nyingi sana kwenye uongozi, lakini kikubwa cha kuzingatia ni ushirikiano, ushikamano, lakini pia kushikamana katika kila jambo. Kutokuwa na makundi. Makundi ni vitu vibaya, kujigawa, wasijigawe, wasiwe na makundi. Hivyo tunaweza ili wakitaka wafanikiwe katika uongozi wao mpaka mwisho, basi washirikiane kwenye kila jambo ili mambo yaende. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti mpya wa Chama cha Waandishi wa Habari Chuo Kikuu cha Iringa, Hamidu Abdalla, amesema sherehe kama hizi zinawakutanisha pamoja wanafunzi wote, ambapo wanapata fursa ya kufahamiana vizuri. Umuhimu upo kwa sababu unajua hizi zinatukutanisha pamoja sisi kama familia, lakini tunaenzi ile kauli mbiu yetu ambayo inasema journalism together, tunawakilisha. Sasa kama hakuna sherehe kama hizi, tutashindwa kuwakilisha, tutashindwa kukutana. Kwa umuhimu wa kufanya kama sherehe hizi upo, na unatakiwa tena ikiwezekana ufanyike kila hata baada ya miezi 6 ili tuweze kukutana mara kwa mara. Naye mmoja wa wanafunzi wapya ambao walipata nafasi ya kuhudhuria sherehe hii, Nelson Jafet, amesema amefurahishwa na namna sherehe hii ilivyofanyika, lakini pia
jinsi inavyowasaidia wanafunzi wapya kukutana na wenyeji na kujifunza vitu vingi kutoka kwao. Binafsi kwangu mimi nimependa namna ambavyo Media Day imefanyika kwa namna ya kipekee sana. Nikiwa na mwanafunzi wa mwaka wa kwanza sikutegemea kuona kwa namna hii. Kwa hiyo imefanyika kwa namna ya kipekee sana. Lakini pia kitu ambacho nimekipenda na nimekifurahia katika sherehe hii ya Media Day ni namna ambavyo imekuwa promotion, yani imekuwa ikiendelea kutambulishwa kila siku, watu wameendelea kuipenda. Kama wanafunzi tunaendelea kujivunia kabisa kwamba nimekuja kusoma kitu ambacho ninakipenda. Ukiangalia tuna share experience baadhi tofauti, sababu tunakutana na wanafunzi wa mwaka wa 3 ambao wanamaliza mwaka wa 2, na mimi ni mwanafunzi wa certificate ngazi ya cheti. Kwa hiyo ninakutana na wakubwa wangu ambao tayari wako kwenye level nyingine, wananifundisha vitu vingi. Huo ndio umuhimu wa kufanyika Media Day. Lakini pia inakuwa ni yani tunapata marafiki wengine wapya, na kama ambavyo unajua sasa hivi dunia sasa hivi tunaendelea kutengeneza connection. Kwa hiyo nikijuana na fulani basi naendelea kupata vitu vingi zaidi. Ama kwa hakika sherehe hii ilifanyika kwa namna yake na wote waliohudhuria walifurahia kwa pamoja.